Kando na hayo ni kwamba maafisa wa polisi katika kituo cha Kabete hapa Nairobi wameanzisha uchunguzi kuwasaka wahalifu waliovamia shule ya upili ya Kabete na kuharibu mali katika sehemu hiyo pamoja na kuwaua walinzi wawili. Washukiwa hao walionaswa kwenye kanda za CCTV wanadaiwa kuwa wanafunzi wa kidato cha 4 katika shule hiyo ambao walikuwa wamefukuzwa shuleni humo kwa muda. Matukio katika shule ya upili ya Kabete yaligeuka ghafla Ijumaa pindi tu wanafunzi wa kidato cha 4 walipomaliza hafla ya kujiandaa kwa mtihani wa kitaifa. Usiku watu wasiojulikana walivamia shule hiyo. Katika tukio hilo walinzi wa shule walivamiwa na kuuawa. Washukiwa walielekeza hasira yao kwenye chumba cha walimu na maabara ya kompyuta ambapo waliendeleza uhalifu zaidi. Mlinzi kutoka shule jirani alisikia kuhusu vurugu hiyo na kuwajulisha wasimamizi wa shule akiwemo mwalimu mkuu. So when I arrived in the compound, one soldier was dead, but one was still breathing. And when they were trying to rush this one to hospital, he also died on the way. Mwalimu mkuu anasema alipofika shuleni alikuta mlinzi mmoja tayari ameuawa. But here they got in through here and got out the same place. Mwalimu mkuu anashuku waliofanya uhalifu huo walikuwa watu ambao wanaielewa shule hiyo vyema. Kwenye maabara ya kompyuta wahalifu pia waliiba kompyuta kadhaa. They took 10 laptops and then some keyboards of the desktops. But in the process of trying to run away, these keyboards dropped. Again, when they were doing all this, they broke all the CCTVs along the corridors, which they also put in the carton. They were trying to disappear with them. These CCTVs also dropped. Miongoni mwa waliouawa ni Kenneth Wanjala, nduguye mkubwa wa Dickson Omolo. Habari zilitufikia. Kwanza mimi nilipata hizo habari kwa mshtuko sana. Naomba tu haki itendeke kwa wale ambao wameaga, ndugu yangu akiwa mmoja wao, na pia vile tunaomba usaidizi wa yule ambaye anahisi kwamba anaweza tusaidia. Miili ya waliouawa inahifadhiwa KNH kusubiri uchunguzi zaidi. Na kuna vijana ambao walasuspektiwa kwamba ndio walifanya hiyo kazi na hiyo mauaji na walitoroka, but serikali inaendelea kufanya kazi yake. Wakati huo polisi kituoni Kabete wanakusanya ushahidi zaidi ikiwemo picha za CCTV za kuwasaidia kukamata wahusika. Franklin Wala, Runinga ya Citizen.